Mpenzi mtazamaji, karibu kwa uchambuzi wa lesoni juma hili, ikiwa tuko katika somo la 10 na mada ambayo tunazungumzia katika juma hili ni tuliofikiwa na miisho. Ikiwa ni katika wiki ya Mei 31 hadi Juni 6, na kama ilivyo ada, kabla ya kuanza tutaalika uwepo wa Roho Mtakatifu kupitia kwa njia ya ombi. Tuamini tuombe. Mtakatifu Muumba, tunakuja mbele zako tena tukiwa na wingi wa shukrani kwa vile umeweza kutuleta pamoja ili tukaweza kujumuika na wasikilizaji, watazamaji popote walipo, ili tukaweza kuliangazia neno lako na tukaweza kujifunza. Zaidi ya yote tunakuomba Roho Mtakatifu akaweza kuwa anatuongoza katika masomo ya siku ya leo. Ni katika jina la Yesu tunaomba hata na kuamini. Amina. Naam, fungu la kukariri linapatikana katika kitabu ni cha Wakorintho wa kwanza, sura ni ya 10, aya ni ya 11 na 12, na nitasoma. Neno la Mungu linasema, basi mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiliwa na miisho ya zamani. Kwa hiyo anayejidhania kuwa amesimama na aangalie asianguke. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 10:11 hadi 12. Kwa hivyo kuna kitu ambacho tunajifunza hapa, kwamba tumeweza kupewa onyo. Na sababu ya kupewa onyo ni kwa sababu kuna mifano ambayo tumekuwa tukielezewa katika Agano la Kale, ambayo inatuwezesha kuweza kusoma, na kutokana na kusoma mifano hii tukaweza kujua taifa la Israeli ni wapi lilipoanguka, ili tusije tukarudia makosa ya mababu zetu. Tutasoma vile vile katika kitabu ni cha Warumi, sura ni ya 15, aya ni ya 4. Warumi 15:4 inasema, kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi, ili kwa saburi na faraja na maandiko tupate kuwa na tumaini. Kwa hivyo tunapata tumaini kutokana na yale ambayo yameandikwa. Kwa hivyo kuna vitu viwili ambavyo tunajifunza kutokana na yale ambayo yameandikwa. Jambo la kwanza ambalo tumeliona katika fungu elekezi ni kwamba inaweza kutupatia maonyo. Jambo la pili, inaweza kutupatia tumaini. Kwa hivyo haituachi tu kwa maonyo pekee, inatupatia tumaini pia vile vile. Kuna wale ambao wamebahatika kulelewa katika familia ambazo ni za Kikristo, na wamekuwa wakielezewa visa hivi ama wamekuwa wakisimuliwa visa hivi ili kuweza kuwajenga wakiwa wadogo ama wakiwa wachanga. Na kama vile ambavyo tunasoma katika kitabu ni cha Mithali, sura ni ya 22, aya ni ya 6, ambayo inasema, mlee mtoto katika njia ipasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Kwa hivyo tunaweza kuwa tunawaelekeza watoto wetu, ama tunakuwa tumeelekezwa katika njia iliyonyoka, njia ya Yesu Kristo, ili tutakapokuwa sisi ni watu wazee, ili watoto wetu watakapokuwa ni watu wazee wasije wakawa wamesahau yale ambayo yamefunzwa. Kwa hivyo mtu anaweza kukumbuka kile ambacho amefunzwa. Huwezi ukakumbuka kile ambacho hujafunzwa. Kwa hivyo lazima uweze kuwa umefunzwa ili kukumbuka, na ndiposa tunaweza kusisitiziwa kwamba tuweze kuwafundisha wana wetu haya mambo ambayo yameandikwa katika Biblia, ili watakapokuwa ni watu wazee wanakuwa wanakumbuka. Na kwa hivyo wale ambao walibahatika kulelewa katika familia ambazo kidogo zilikuwa ni za Kikristo, waliweza kupata fursa kabambe ya kuwa wameweza kufunzwa mambo ambayo yaliweza kuwasaidia. Mimi mwenyewe ninaweza shuhudia kwamba yale ambayo nilifunzwa nikiwa mchanga yaliweza kunijenga katika siku za usoni, ama katika siku hizi ambazo tunaishi. Tutaenda moja kwa moja hadi siku ya Jumapili, ambayo ina mada inayosema hasira ya mwana kondoo, na somo letu litakita mizizi katika kitabu ni cha Ufunuo, sura ni ya 6, aya ni ya 15 hadi 17, na nitasoma. Inasema 15, na wafalme wa dunia na wakuu na majemedari na matajiri na wenye nguvu na kila mtumwa na muungwana wakajificha katika pango na chini ya miamba ya milima. Kwa hivyo tunaona watu wenye tabaka mbalimbali wakiwa wamejificha. Inawajumuisha matajiri, watumwa, wafalme na watu kama hao, na wanajificha katika mapango.
na kuna jambo ambalo linachochea wao kujificha. 16 inasema, wakiambia milima na miamba, tuangukieni, tusitirini mbele za uso wake yeye aketie juu ya kiti cha enzi na hasira ya mwana kondoo. Kwa hivyo wametambua kuna hasira ya mwana kondoo, na wameweza kumtambua mwana kondoo, na vile vile wanajua kuna yule ambaye ameketi katika kiti cha enzi. Kwa hivyo hawa ni watu ambao walikuwa na ufahamu kuhusiana na swala la mwana kondoo, na vile vile walikuwa na ufahamu kwamba kuna yule ambaye ameketi katika kiti cha enzi. Kwa hivyo waliweza kuikataa kafara ya mwana kondoo, kwa sababu wao wenyewe wanasema wanajaribu kujificha kutoka kwa hasira ama kwa ghadhabu ya mwana kondoo. 17, kwa maana siku iliyo kuu ya hasira yao imekuja, naye ni nani awezaye kusimama? Na vile vile kuna swali ambalo linaulizwa hapa, ni nani awezaye kusimama? Kumbuka katika majuma kadhaa ambayo yamepita, tuliweza kuona wale ambao wataweza kusimama. Tuliweza kuona tabia zao, ni wale ambao wanaakisi tabia ya Kristo. Kwa hivyo kwa lugha nyingine, hawa ambao wanajificha kutoka kwa uso wa Bwana ni wale ambao kidogo hawakuakisi tabia ya Yesu Kristo. Kwa hivyo wanaakisi tabia ya Shetani. Inafurahisha kutambua kwamba waliopotea hawalii kwa sauti. Ni kwa jambo gani hili, au ni nani aliye nyuma ya hili? Wanaonekana kujua kinachoendelea. Wanarejelea Yesu kama mwana kondoo ambalo lingehitaji kujua jambo fulani kuhusu kisa cha Kristo. Pia wanaonekana kufahamu kwamba siku iliyo kuu ya hasira yake imekuja, na kwamba wako katika hali isiyo na tumaini. Ni nani awezaye kusimama? Jambo ambalo niliweza kuliona hapa haswa ni kwamba wale ambao watakuwa wamepotea si kwa kukosa habari. Wale ambao wanazungumziwa katika dondoo ya muktadha wa kitabu cha Ufunuo hawakupotea kwa sababu ya kukosa habari, bali kwa sababu ya kukataa kwao kuamini na kutii. Hii itakuwa sababu ya watu kama hao kupotea katika siku za mwisho, ambao ukisoma katika kitabu ni cha Hosea sura ni ya 4 aya ni ya 6, neno la Mungu linasema kwamba watu wa Mungu wanapotea kwa kukosa maarifa, na si kwa sababu wamekosa maarifa, wameweza kuyakataa. Kwa hivyo kuna watu ambao wana ufahamu wa jambo fulani lakini wanakataa kulitekeleza. Kuna kisa kimoja ambacho kinapatikana katika kitabu ni cha Mathayo sura ni ya 24 aya ni ya 36 hadi 44, ambacho kinaenda sako kwa bako na kile ambacho tumeelezea katika kitabu ni cha Ufunuo. Wakati wa Nuhu ama ukipenda wakati wa gharika, wale watu walikuwa wakijua kwamba gharika ilikuwa ije. Walikuwa na ufahamu, lakini waliishi maisha yao kana kwamba hawakuwa na jali lolote. Hawakuwa na jali lolote kabisa. Na inapofika wakati ambapo mvua inaanza kunyesha, gharika inaanza, wanajikuta katika hali ambayo si nzuri. Hawangeweza kunusuru kwa sababu tunajua kwamba Mungu alikuwa ashafunga mlango wa kuingia kwenye safina. Kwa hivyo waliweza kupatikana nje ya safina na waliweza kuangamizwa kwa maji. Kuna kisa kingine ambacho pia ukisoma katika Agano la Kale ambacho ni Mwanzo 3, kuna kisa pia ambacho tunaweza kuona sawia na hiki, ambapo Adamu na Hawa baada ya kuwa wameasi Mungu walijaribu kujificha kutoka kwa Mungu. Kwa hivyo binadamu mdhambi hapendi kuja karibu na Mungu, huwa anapenda kujificha kutoka kwa Mungu. Kumbuka dhambi zetu zimeweza kuleta pengo, lakini Kristo anajaribu kuliziba hili pengo. Kwa hivyo neema ya Kristo inaweza kutuvuta kwake, lakini ni wale ambao wataikubali neema hii tu ambao wataweza kufikia uzima wa milele. Kwa hivyo neema iko wazi, na tunajua katika kitabu ni cha Yohana 3:16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu ili yeyote atakayemwamini asije akapotea bali awe na uzima wa milele. Kwa hivyo uzima wa milele umeahidiwa wale tu ambao watamwamini Yesu Kristo. Yesu anaelekeza katika kisa cha gharika ili kutuonya kwamba ujio wake wa mara ya pili utawashtukiza wengi kama vile ujio wa pili wa Kristo. Gharika haikushtukiza ulimwengu kwa sababu ya kutokuwa na habari. Nuhu alihubiri kwa miaka 120 na ulimwengu ambao ulikataa kuamini. Waliambiwa kitakachotokea ila
hawakuamini, walipuuzilia. Kwa hivyo tunaona kwamba mara nyingi tunapuuzilia yale mahubiri ambayo tunapewa. Tumekuwa kanisani kwa muda mrefu, tunapuuzilia yale ambayo yanahubiriwa. Tunakuwa na kitu ambacho wanasema kwa kimombo false security. Kwa hivyo ni kana kwamba tuko katika himaya ambayo tunaona tumesimama, lakini tumeweza kuelezewa wale ambao tunafikiria tumesimama tuweze kujichunguza ili tusije tukaanguka. Kwa hivyo wengi watakuwa wanafikiria wako salama, lakini pale parapanda ya Bwana itakapolia watakuja kujua kwamba hawakuwa salama. Wakati wa gharika, mvua ilikuwa ni kitu kigeni kwa wale, hawakuwa wamewahi kushuhudia mvua. Kwa hivyo wanapoambiwa kwamba mvua inakuja kunyesha, lilikuwa jambo geni sana. Kwa hivyo hilo halikuweza kuingia akilini mwao. Hata sisi wakati huu tumeweza kupewa maonyo kwamba kuna yale ambayo yako mbele yetu, lakini wengi wanazidi kupuuzilia. Hasa ukiangalia kanisa la Kiadventista, tuna ujumbe wa malaika watatu ambao tumekuwa tukisema kwamba kuna kitu ambacho kinakuja, lakini ni kana kwamba wengine wanajaribu kupuuzilia mbali yale ambayo tunayahubiri. Lakini kama vile ambavyo tutasoma katika siku ya Jumatatu, injilisti wa Nuhu aliweza kuhubiri kwa takriban miaka 120 kujaribu kuwaleta watu karibu na Kristo. Lakini tunajua kwa muda huu wote ni familia yake pekee ambayo iliweza kuokolewa. Kwa hivyo tunaweza kujiuliza, je, uinjilisti wa Nuhu ulikuwa vipi? Na tunaona baada ya kuwa amehubiri wakati huu wote, wale ambao wanaokolewa ni takriban watu 8. Kwa hivyo ni jambo ambalo linakatisha tamaa kwamba Mungu ameweza kutuvumilia, ameweza kutuletea ujumbe kwa takriban miaka 120, lakini bado wale walipuuza. Kwa hivyo kama ilivyokuwa wakati ule, ndivyo itakavyokuwa mara ya pili ya kuja kwa Yesu Kristo. Kwa kumalizia siku ya Jumapili kabla ya kwenda siku ya Jumatatu, tunaona kwamba kuna mambo ambayo yaliweza kutokea katika Ufunuo 6:15 na yale ambayo pia yanatokea katika Mathayo 24:36 hadi 44. Kwa hivyo tunaona kwamba wote walikuwa na uhuru wa kuweza kuchagua kuweza kuwa katika upande wa Kristo ama kuweza kuwa katika upande wa Shetani, lakini tunajua waliweza kuchagua upande mwingine. Vile vile walikuwa na muda mwafaka, muda wa kutosha, na vile vile jambo hili halikuja kwa ghafla, na wote walikuwa na habari ya kile ambacho kilikuwa kinaendelea, ila waliamua tu kupuuza. Kwa hivyo tunaweza kuona kwamba wakati huo kwa hivyo tumeweza kuona kwamba watu wengi hujiaminisha kwamba kupita kwa muda mrefu kuna maanisha kwamba unabii ni uongo. Akitumia kisa cha gharika kama muktadha, Petro anaandika kwamba watakuja na dhihaka zao watu wenye kudhihaki, wafuatao tamaa zao wenyewe, na kusema, iko wapi ahadi ile ya kuja kwake? Kwa maana tangu hapo babu zetu walipolala, vitu vyote vinakaa hali hiyo tangu mwanzo wa kuumbwa. Kitabu ni cha Petro wa pili 3:3 hadi 4. Kwa hivyo kuna wale ambao wanapenda dhihaka, kuna wale ambao kwa sababu ya kupenda maisha ambayo wanaishi kwa wakati ule hawataweza kutaka kukaribia nuru, kwa sababu nuru itaweza kuangazia yale ambao wanafanya si mema. Kwa hivyo watajaribu kuhepa. Kwa hivyo kwa kukwepa watakuja na dhihaka ambazo tumeweza kuzipata. Sijui wewe kama umezipata. Unapata mtu pengine anakuulizia, umekuwa Mkristo tangia utoto wako, umekuwa mkihubiri kwamba Sunday Law inakuja, lakini haya yote hayajatokea. Je, utakatishwa tamaa? Je, utakuwa kama hawa ambao waliweza kujua kwamba waliweza kuhubiriwa na bado wanaweza kupotea? Kwa hivyo ni swali ambalo tunaweza kujiuliza na kujijibu kwa wakati huo. Naam, tutaenda moja kwa moja hadi siku ya Jumatatu ambao ni uinjilisti wa Nuhu, ambao ukisoma katika kitabu ni cha Petro wa pili 3:5 tunaona kwamba kuna watu ambao hufumba macho yao wasione. Kwa hivyo wana uwezo wa kuona, lakini wameweza kuyafumba macho. Unajua Shetani ameweza kutupofusha ili tusije tukaona, na nia yake ni kwamba tusiweze kujua
uzuri wa Yesu Kristo, kwa sababu tutakapotambua uzuri wa Yesu Kristo, wengi tutaweza kumkataa shetani. Kwa hivyo mara nyingi anajaribu kutupofusha, ambayo ukisoma katika kitabu ni cha Petero wa pili 3:5 inasema hivi: maana hufumba macho yao wasione neno hili, ya kuwa zilikuwako mbingu tangu zamani, na nchi pia imefanyizwa kutoka katika maji na ndani ya maji kwa neno la Mungu. Naam, hilo shetani hataki tuweze kulijua. Na vile vile ukisoma katika kitabu ni cha Wakorintho wa pili 4, Wakorintho wa pili 4:3 inasema, lakini ikiwa injili yetu imesitirika kwa hao wanaopotea, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura ya Mungu. Kwa hivyo shetani nia yake ni kutupofusha, ili tusije tukafikia tabia kamili ambayo Kristo anataka tuweze kuwa nayo. Lakini ukisoma katika kitabu ni cha Wakorintho wa pili 11 inasema shetani asije akapata kutushinda, kwa maana hatukosi kuzijua fikra zake. Kwa hivyo lazima tuweze kusoma neno la Mungu ili zikaweza kufichua fikra za shetani. Tukiweza kuzijua fikra za shetani kutokana na neno la Mungu, atakapokuwa analeta mitego yake, tutakuwa na kitu ambacho kwa kimombo anaitwa spiritual discernment. Tutaweza kuwa na Roho Mtakatifu ambaye anatuongoza ili kujua lipi la kufanya. Vile vile ukisoma katika kitabu ni cha Mathayo 24:37 hadi 39, na vile vile ukisoma katika Mwanzo 6:1 hadi 8, kuna mambo ambayo yanaweza kuelezewa hapa, mambo ambayo yaliweza kuchochea Mungu kuweza kushuka chini. Ukisoma katika kitabu ni cha Mwanzo 6:1, Mwanzo 6 tutaenda 3:5 kushuka. Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye ni nyama, basi siku zake zitakuwa miaka 125. Bwana akaona ya kuwa maovu ya wanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Bwana akagairi kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Bwana akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi, mwanadamu na mnyama na kitambaacho na ndege wa angani, kwa maana na gairi ya kwamba nimewafanya. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Kwa hivyo tunaweza kuona kwamba uovu ulizidi kuongezeka, kama vile ambavyo kwa sasa tunaona uovu unazidi kuongezeka. Watu hawafuati neno la Mungu, watu wanafuata yale ambayo wao wenyewe wanafikiria kuwa ni mema. Kwa hivyo ile kauli ya shetani kwamba mkila tunda mtaweza kujua mema na mabaya, shetani bado anaitekeleza saizi. Ameweza kuwahadaa watu kusema kwamba wao ndio wanaweza jitungia sheria zao, si lazima waweze kufuata sheria za Mungu, na tunaona wakizivunja sheria za Mungu peupe. Kwa hivyo hali ile ambayo ilikuwepo wakati wa Nuhu, wakati gharika inakuja, ndiyo hali ambayo itakuwepo vile vile katika siku hizi ambazo tunaishi, ambayo ukiangalia katika kitabu ni cha Mathayo 24:37 hadi 39 inasema hivi, kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Kwa kuwa kama vile siku zile zilizokuwa kabla ya gharika, watu walivyokuwa wakila na kunywa na wakioa na kuolewa, hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina, wasitambue hata gharika ikaja ikawachukua wote, ndivyo itakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Kwa hivyo watu hawa walikuwa wakipiga sherehe bila kujua kwamba wakati ulikuwa umefika wao kuangamizwa. Walikuwa washapewa maonyo kwa takriban miaka 100 na kadhalika, lakini bado walikuwa wakipuuza maonyo ambayo walikuwa wakipewa. Wao waliendelea na hali ya maisha yao ni kana kwamba ni kawaida,
kama vile ambavyo saizi ujumbe unazidi kusonga kuambia watu waweze kutoka Babeli, lakini tunaishi maisha ni kana kwamba hakuna tumaini la kesho. Lakini kama vile ukisoma katika kitabu ni cha Wathesalonike wa kwanza 5 kushuka chini, tunajua siku hii itakuja kama mwivi kwa wale ambao hawajajiandaa, bali kwa wale ambao wanasoma neno la Mungu, siku hii haitawapata ghafla. Watakuwa wanaelewa kwamba Kristo yu mlangoni, na kwa hivyo watakuwa wamefanya maandalizi kabambe ya kuweza kumpokea Kristo. Kwa hivyo nipende kukuhimiza uweze kuwa kama wale mamajusi ambao waliweza kusoma neno la Mungu, na nyota ilipotokea upande wa east waliweza kujua kwamba ilikuwa inaashiria kwamba Kristo amekuja katika ulimwengu, Kristo amezaliwa. Kwa hivyo waliweza kufuata nyota ile na kuelekeza moja kwa moja mpaka alikozaliwa. Lakini wale walimu ambao kidogo walikuwa kijiona wao ndio wamesimama katika ujio wa kwanza wa Yesu Kristo, hawakujua Yesu amezaliwa. Wao waliendelea na hali yao ya maisha. Na mara ya pili vile vile kuja kwa Yesu Kristo itakuwa vile vile watu watakuwa wakiendelea na shughuli zao kama kawaida. Lakini wale ambao watakuwa wamesoma neno la Mungu, wamesoma maandiko, wataweza kujua kwamba Yesu yuko karibu. Kwa hivyo tunaona kwamba Mungu anaweza kuingilia kati baada ya kuona kwamba uovu umezidi kukithiri. Kama vile vile tunajua kikombe kitakapojaa. Wiki jana tuliweza kusema kwamba kuna kile kikombe cha ghadhabu ambacho kinatoka povu. Kwa hivyo kikombe kitakapojaa cha ghadhabu ya Yesu Kristo, tunajua Mungu mwenyewe ataweza kushuka na kuweza kuihukumu dunia hii. Kwa hivyo dunia haitakaa hivi kwa muda wote. Dhambi itakuja kushindwa mwishowe. Kwa hivyo tunaona kazi ya upelelezi itafikia kikomo na mlango wa rehema utafungwa. Hivyo katika sentensi moja fupi, nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini, mlango ukafungwa. Tunachukuliwa na kupitishwa katika huduma ya mwisho ya Mwokozi hadi wakati ambapo kazi kubwa ya wokovu wa mwanadamu itakapokamilika. Wakati wa Nuhu, baada ya kuwa wameingia safinani, mlango uliweza kufungwa. Vile vile tunaona kwamba mbeleni, siku za usoni, kuna pale ambapo mlango wa rehema pia utafungwa. Na mlango wa rehema utakapokuwa umefungwa, Kristo atakuwa tayari kurudi kama kuhani mkuu ili kuweza kuihukumu dunia hii. Tutaenda moja kwa moja hadi siku ya Jumanne ambayo ni kisa cha Sodoma na Gomora, ambacho tunaona kuna simulizi lingine muhimu la Agano la Kale ambapo Petro anarejelea moja kwa moja anapoelezea matukio ya siku za mwisho, kuangamizwa kwa Sodoma na Gomora. Miji hii ya tambarale imekuwa hadithi ya kale kwa uovu wao. Kwa hivyo tunaona katika kisa cha Sodoma na Gomora tunaweza kuona pia kama vile ambavyo ilikuwa wakati wa Nuhu. Watu hawa walizidi kutenda dhambi, walizidi kufanya machukizo mbele za Bwana, na tumeweza kuona kikombe cha Bwana kikaweza kujaa. Naam, ukisoma katika kitabu ni cha Petro wa pili 2:4 inasema hivi: kwa maana ikiwa Mungu hakuachilia malaika waliokosa, bali aliwatupa shimoni, akawatia katika vifungo vya giza walindwe hata ije hukumu, wala hakuachilia ulimwengu wa kale, bali muhifadhi Nuhu mjumbe wa haki na watu wengine 7, hapo alipoleta gharika juu ya ulimwengu na wasiomcha Mungu. Tena akaihukumu miji ya Sodoma na Gomora, akipindua na kuifanya majivu, akaifanya iwe ishara kwa watu watakao kuwa hawamchi Mungu baada ya haya. Kwa hivyo tunaona kwamba kuangamizwa kwa Sodoma na Gomora kuliweza kufanywa kuwa ishara kwa wale ambao hawata mcha Mungu. Yale ambao aliweza kuwakumba hawa wa Sodoma na Gomora, wale ambao hawatamcha Mungu vile vile haya yataweza kuwakumba. Kwa hivyo tumeweza kusoma katika fungu elekezi kwamba mambo haya yaliweza kuandikwa ili yaweze kutuonya na yaweze kutupatia tumaini. Kwa hivyo kwa kusoma hili tunajua pale ambapo walikosea tutarekebisha na tuweze kufuata kanuni za Mungu kama vile ambavyo ameelezea. Vile vile ukisoma katika kitabu ni cha Ezekieli 16:46 hadi 50, tunaona kosa la Babeli lilikuwa ni kufanya ukahaba wa kiroho,
ambalo tunaona hata sasa kuna ukahaba wa kiroho ambao unaendelea. Tunaona kwamba onyo linatolewa kwa watu wa siku za mwisho wa sayari hii kupitia simulizi la Sodoma na Gomora liko wazi. Hatimaye waovu pia wataangamizwa kwa moto kama inavyoelezewa waziwazi katika Ufunuo 20. Dhambi ina udanganyifu wa ajabu kwa kuwa inapofusha. Tusione hali ya mioyo yetu wenyewe, ikificha makosa yetu chini ya kujikubali wenyewe. Wakati uovu unatendwa na wengine, mara nyingi unaonekana dhahiri kwetu. Katika sura ile ile ambapo Mungu alizungumza kuhusu kiasi cha upendo aliomwaga juu ya taifa lake, anapaswa pia kulionya taifa hilo kwamba ingawa halikufanya dhambi zile zile, ambao ukisoma katika kitabu ni cha Ezekieli 16:41, kwa hakika limekuwa uovu zaidi kuliko Sodoma. Israeli walikuwa wakifanya mambo ya kikahaba, ukisoma Ezekieli 16:41, wakifanya uzinzi wa kiroho. Hebu fikiria mshangao wa watu wa Mungu wanaposikia kwamba wao ni waovu zaidi kuliko watu waliokuwa maarufu sana kutokana na uovu wao. Ni muhimu kukumbuka kwamba Biblia haikuelezwa hasa kwa ulimwengu wa nje, bali kwa watu wa Mungu wenyewe. Tunapoona dhambi mbaya sana za wengine zikielekezwa katika kifungu kama Ufunuo 13 au 17, ni onyo kwamba sisi pia tunaweza kuangukia mtego huo. Mungu aliweza kumuita Nuhu kuweza kuingia katika safina ili aweze kunusuru nafsi yake na wale ambao waliweza kuingia. Vile vile katika kisa cha Sodoma na Gomora tunaona kwamba Mungu anaweza kumuita Loti aweze kutoka katika nchi ambayo ilikuwa imechafuka, ama ukipenda katika Sodoma na Gomora, ili aweze kunusuru nafsi yake. Vile vile tunaona kwamba baada ya hilo miji ya Sodoma na Gomora ilikuwa iweze kuharibiwa na moto. Vivyo hivyo katika kitabu ni cha Ufunuo 18, Mungu anawaita watu kutoka Babeli, watu wake ambao wako Babeli, waweze kunusuru nafsi zao kabla ya Babeli kuangamizwa na moto. Kwa hivyo tunaweza kuona vile ambavyo mambo haya yanaweza kuoana. Kwa hivyo hata sasa Mungu bado anawaita watu waweze kutoka katika ukahaba wa kiroho ili wasije wakaangamia na Babeli. Na siku ya Jumatano ni mhukumu wa ulimwengu wote, ambayo tunajua kabla ya kuangamizwa kwa Sodoma na Gomora kuna kisa cha kudadisi ambacho kinatokea katika tambarare za Marne. Mungu anamtokea Ibrahimu akiongozana na malaika wawili. Ibrahimu anapowaona anawaalika wageni wa mbinguni kupata chakula, na ni wakati huo ambapo Mungu anaahidi kwamba Ibrahimu na Sara watapata mwana ambaye kupitia kwake angezaliwa Masihi. Yesu kwa hakika alitoka katika ukoo wa Ibrahimu, ukisoma katika kitabu ni cha Wagalatia 3:16. Kisha kwa ghafla kisa kinageukia suala la miji miovu ya tambarare. Ukisoma katika kitabu ni cha Mwanzo sura ni ya 18, Mwanzo 18:17, Mwanzo 18:17, Mwanzo 18:17 inasema, Bwana akanena, je, nimfiche Ibrahimu jambo nilifanyalo? Ikiwa Ibrahimu atakuwa taifa kuu hodari, na katika yeye mataifa yote ya dunia watabarikiwa, kwa maana nimemjua ya kwamba atawaamuru wanawe na nyumba yake baada yake waishike njia ya Bwana na wafanye haki na hukumu, ili kwamba Bwana naye akamtimizie Ibrahimu ahadi yake. 20 inasema, Bwana akasema, kwa kuwa kilio cha Sodoma na Gomora kimezidi na dhambi zao zimeongezeka sana, basi nitashuka sasa nione kama wanaoyatenda ni kiasi cha kilio kilichonijia, na kama sivyo nitajua. Kwa hivyo Mungu anashuka mwenyewe chini. Vile vile wakati wa gharika Mungu aliweza kushuka chini baada ya kuona kwamba dhambi zilikuwa zimekithiri. Kwa hivyo Mungu anaweza kufanya upelelezi kwa wale watu kujua, je, ni hiki na hiki. Na anapofanya upelelezi tunajua kuna hukumu ambayo inakuja. Tunajua Sodoma na Gomora inaweza kuchomwa kwa moto. Lakini kabla ya hili kufanyika, Mungu hufanya jambo kwa kuwaelezea watu wake kwanza kabla ya kulifanya. Mungu anaweza kumwambia Ibrahimu kile ambacho alikuwa amepanga.
Na tunaona Ibrahimu akijaribu kusemezana na Mungu. Inakuwa kuwa vipi? Je, akipatikana mwenye haki mmoja, akipatikana mwenye haki 5, akipatikana mwenye haki 10, bado utauharibu Sodoma na Gomora? Kwa hivyo tunaona kwamba mwishowe dhambi itaweza kushindwa. Hukumu itakuja na dhambi itaweza kushindwa. Kwa hivyo hivi ni vitu ambavyo tunaweza kuviona katika kisa cha mhukumu wa ulimwengu wote. Kumbuka Kristo ni mhukumu mwenye haki. Kwa hivyo hatupaswi kuwa tunashtushwa na mambo ambayo yanaendelea, kwa sababu yeye ambaye anahukumu ni mhukumu mwenye haki. Tutaenda moja kwa moja hadi siku ni ya Alhamisi, ambayo ni hukumu ya upelelezi, ambayo tunaweza kuona kwamba maelezo juu ya hukumu yanayopatikana katika kitabu ni cha Danieli, ambao ukisoma katika kitabu ni cha Danieli 7, 9 na 10. Sema, nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa, na mmoja aliye mzee wa siku ameketi. Mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji, na nywele za kichwa chake kama sufu safi. Kiti cha enzi kilikuwa miali ya moto, na gurudumu zake moto uwakao. Mto kama wa moto ukatoka ukipita mbele zake. Maelfu wakamtumikia, na 10,000 mara 10,000 wakasimama mbele zake. Hukumu ikawekwa na vitabu vikafunguliwa. Kwa hivyo tunaona hukumu inawekwa, vitabu vinafunguliwa. Kwa hivyo tunaona hukumu ya upelelezi iko imeanza. Ukisoma katika kitabu ni cha Mhubiri 12:14 nasema Mungu ataleta hukumu kwa kila kazi. Kwa hivyo haijalishi unafanya nini, yote yataletwa hukumuni. Ukisoma vile vile katika kitabu ni cha Warumi 14:10 Warumi 14:10 inasema hivi, lakini wewe je, mbona wahukumu ndugu yako? Au wewe je, mbona wamdharau ndugu yako? Kwa maana sisi sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu. Kwa hivyo wote watasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu. Vile vile ukisoma katika kitabu ni cha Wakorintho wa pili 5:10 inasema, kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyotenda kwa mwili, kadiri alivyotenda, kwamba ni mema au mabaya. Kwa hivyo tunaweza kusimama mbele ya kiti cha hukumu kupokea ijara ya yale ambayo tuliweza kutenda. Naam. Kwa hivyo tunaona kwamba kuna mambo mengi ambayo yanaweza kutuonyesha kwamba hukumu, binadamu ataweza kuhukumiwa. Tunajua inaanza na hukumu ya upelelezi. Na vile vile tunaona kwamba ukisoma katika kitabu ni cha Ufunuo 22:12 inasema, tazama naja upesi, na ujira wangu u pamoja nami, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Kwa hivyo Yesu anapokuja mara ya pili, anakuja kumlipa kila mtu kama ilivyo, kama anakuja kumlipa kila mtu ujira wake kutokana na kile ambacho aliweza kufanya, kama vile ambavyo tumesema katika kitabu ni cha Wakorintho wa pili 5:10. Kwa hivyo ndiposa Kristo aje kupatiana ujira, lazima amepeleleza kazi ya watu na kujua huyu anapokea thawabu hii, na huyu anapokea ujira, huyu anapokea tunu hii, na huyu anapokea hii. Kwa hivyo lazima kazi ya upelelezi ikuwe imekamilika ili Kristo kuweza kuja na ujira mara ya pili. Na vile vile ukisoma katika kitabu ni cha Isaya, Isaya 33, Isaya 33:22 Isaya inasema hivi, 33:22 inasema, kwa maana Bwana ndiye muamuzi wetu, Bwana ndiye mfanya sheria wetu, Bwana ndiye mfalme wetu, ndiye atakaye tuokoa. Kwa hivyo Bwana ndiye atakaye tuokoa, lakini kuna tabia ambazo zimeweza kupatianwa hapa. 22 inasema Bwana ndiye muamuzi wetu, na tunajua muamuzi wetu ako upande wetu iwapo tutaikubali haki yake. Wakorintho wa kwanza 4:9 ambayo inasema hivi, Wakorintho wa kwanza 4:9 inasema, maana nadhani ya kuwa Mungu ametutoa sisi mitume mwisho kama watu waliohukumiwa wauawe, kwa sababu tumekuwa tamasha kwa dunia, kwa malaika na wanadamu. Kwa hivyo tumekuwa tamasha kwa dunia,
malaika na wanadamu. Kwa hivyo kutokana na sisi, malaika wana shauku ya kutaka kujua, je, dhambi itakuja kuisha vipi? Je, wale ambao watakaoingia mbinguni itakuwa kuwa vipi? Ambao kama vile nimesema, ukisoma Nahum 1:9 inasema kwamba dhambi haitaweza kutokea mara ya pili. Kwa hivyo Yesu wako katika kazi ya kutukomboa sisi. Lakini kwanza lazima tuweze kumkubali mwana kondoo. Kumbuka tumeweza kusema kuna wale ambao watakuwa kimkimbia mwana kondoo. Na wanamkimbia mwana kondoo kwa sababu hawataki kuona uso wake. Lakini tumeweza kusema vile vile kwamba walikuwa na ufahamu wa mwana kondoo ni nani, lakini walichagua tu kumpuuza. Kwa hivyo walikuwa na ufahamu lakini wakakataa. Kwa hivyo kuna wengi ambao watapotea kwa sababu ya kukataa yale ambayo walikuwa wanayajua. Kwa hivyo unapopokea nuru, enenda kwa nuru hiyo, ili ile nuru isije kukuhukumu wewe. Naam, kwa hivyo tumeweza kuona haki yake kamilifu pekee huwezesha watu wake kufaulu hukumuni, ambao tukirejelea ni haki ya Yesu Kristo. Pasi haki ya Yesu Kristo hakuna ambaye ataweza kusimama hukumuni. Kwa hivyo Yesu Kristo anaweza kusimama kwa niaba yako. Kristo anaweza kuwa haki yako. Kwa hivyo lazima ukaweza kumkubali Kristo ili akaweza kukuvisha haki yake. Tumefikia tamati mwa uchambuzi wa lesoni juma hili. Tutatamatisha kwa ombi. Tuamini tuombe. Mtakatifu Muumba, tunakuja mbele zako tena tukiwa na wingi wa shukrani kwa wale ambao tumeweza kujifunza katika juma hili. Tumeweza kuona kwamba inatupasa kuweza kusoma na si kusoma tu. Tunapokuwa na ufahamu wako, tuweze kutenda sawasawa na vile ambavyo umetuagiza katika neno lako, ili tusije tukapotea kwa sababu ya kupuuzilia kama walivyopotea wale wakati wa Nuhu. Vile vile umeweza kutuambia kwamba yale ambayo tunaweza kusoma yaliweza kuandika yakaweza kuwa mifano, ili yakaweza kutuonya na kuweza kutupatia tumaini kwa wakati huo huo. Zidi kuwa pamoja na sisi tunapozidi kujifunza na tunapozidi kuwa kiroho. Katika jina la Yesu tunaomba hata na kuamini. Amina.